Tumejiridhisha pasipo mashaka kwamba mkoa wa Arusha shughuli za utalii zinaendelea vizuri, idadi ya watalii wanaendelea kuja kwa kasi, pamoja na kilichotokea tarehe 29 mkoa wetu kwa hakika idadi ya watalii inaendelea kuwa kubwa, na nitumie nafasi hii kwa niaba ya Kamati ya Ulinzi na Usalama kupongeza uongozi wa TATO katika mkoa wa Arusha kwa namna tulivyoshirikiana katika kuhakikisha kwamba watalii wetu wanaendelea kuja, namna ambavyo tunashirikiana kuendelea kutangaza Tanzania katika swala la utalii. Na mimi kama mwenyekiti wa Kamati ya Ulinzi na Usalama niendelee kuhamasisha watalii wa ndani na nje ya nchi kuendelea kuja katika mkoa wa Arusha. Niwahakikishie hali ya usalama katika mkoa wa Arusha ni shwari, na wale wanaopanga safari zao za kwenda Ngorongoro, mlima Kilimanjaro, kwenda Tarangire, kwenda Serengeti, basi karibuni katika jiji la Arusha. Na sisi tunaamini kwamba sekta ya utalii inaendelea kukua siku hadi siku, na tunampongeza Mheshimiwa Rais kwa namna ambavyo ameendelea kuitangaza utalii katika nchi yetu ya Tanzania. Na katika hili tumekubaliana kuhakikisha kwamba tunaendelea kulinda vivutio vyetu, kuhakikisha usalama wa watalii muda wote kama ambavyo tumekuwa tukifanya katika mkoa wa Arusha. Jambo la pili ni kuhakikisha kwamba ajenda ya usalama katika maeneo yao inaendelea kuwa ajenda ya kudumu, kuanzia wenye viti wetu wa vitongoji, wenye viti wa vijiji na mitaa, mpaka tushuke kwa mabalozi. Wote kwa pamoja tushirikiane kuhakikisha kwamba tunafanya kazi na vyombo vyetu vya ulinzi na usalama kuhakikisha kwamba mkoa wetu unaendelea kuwa salama, na wananchi ndio wadau hasa kwa mambo ya usalama. Na mimi niwatoe wasiwasi na kuhakikishia kwamba vyombo vya ulinzi na usalama vitaendelea kutoa ushirikiano kwa kamati zote za ulinzi na usalama, kuanzia katika mtaa, katika vijiji, kuhakikisha wote tunaendelea kuhakikisha maeneo yetu yanakuwa salama. Jambo lingine ambalo tumekubaliana ni swala la usimamizi wa miradi mbalimbali ya maendeleo katika maeneo yetu, kuhakikisha kwamba miradi hiyo inayotekelezwa kule, iwe barabara, iwe afya, iwe maji, tupeleke usimamizi wa kutosha kusukuma miradi hiyo ikamilike kwa wakati, ili kuweza miradi hiyo iweze kuwafikia wananchi. Tumekubaliana kwamba Mheshimiwa Waziri Mkuu ametuelekeza viongozi tulioko katika maeneo haya kuhakikisha tunasikiliza kero za wananchi. Kwa hiyo na mimi nimewaelekeza wakuu wa wilaya waendelee kufanya kazi site, kutenga siku ya kuwasikiliza wananchi katika maeneo yao, na wanapoenda katika ziara kuhakikisha kwamba wanaendelea mbali ya shughuli za maendeleo, lakini kuwasikiliza na kuzitatua kero za wananchi.